wakati wa Nuhu alipowaambia kwamba nenda mjenge safina, wengi wao walikataa. Wengi wao walifanya nini? Waliangamia. Hata nasi katika hii generation, kama hatutajua kutubu, hii kizazi ambayo tunaishi, ambayo Yohana alisema, enyi kizazi cha nyoka, mbona mnakimbia hasira ya Bwana imeweka ndani mwenu? Mbona mnakimbia? Na hapa Yesu mwenyewe, Yohana anayasimulia mwanafunzi wa Yesu, anasema nanyi msipotubu, na waambie na wahakikishia, nanyi mtaangamia kama walioangamia wakati wa Nuhu na safina. Watu wengi waliangamia. Waliosema tutapanda kwa miti waliangamia. Waliosema tutapanda katika milima waliangamia. Maji iliwameza wote, wakaangamia katika utukufu wa Bwana. Na mteule aseme nini? Amen. Upende usipende lazima utangamie. Kama hutatubu, kama sitajua njia ya kutubu, Bwana ataniangamiza. Siku hizi watu wanataka tutuambie, njoo kanisani mwetu, sisi tutakusika vizuri. Wewe ngono ndio kanga mlango mbie. Omwambia vuma. Njoo kwetu huku, ukifa ama ukipata shinda kile kilichonivunja, wewe ulikiponya. Niko hai kwa sababu yako, nimesimama. Nyumba yangu ni mzima katika Bwana, ni mzima katika yeye pamoja na familia yetu. Tunaona ya kwamba mkono wake umeweza. Bwana nasifiwe. Na zaidi ya yote mzazi wetu tuliokuwa tukiombea, nyanya naye zaidi ya yote Bwana amempa uzima, anazidi kuimarika katika ndani ya utukufu wa Bwana. Kanisa liseme nini? Amen. Nataka nimshukuru Bwana Yesu katika yale matendo makubwa aliyoyafanya, kwa sababu angekuwa mwanadamu angechoka. Lakini katika yote naona ya kwamba alisimama na akatushikia ngao katika mzazi wetu. Zaidi ya yote tunaishi pamoja na yeye katika utukufu wa Bwana. Kwela kama niko la bundu kainuka, kama pombe kainuka, madhabahu kelifo kainuka, lakini yeye ni zaidi ya yote. Bwana nasifiwe. Amen. Siku ya leo nitaongea juu ya toba. Toba ina kazi gani katika ndani ya mteule? Toba ina faida gani katika ndani yeye anayemcha Mungu? Ili ikanile limende maana sina huyo wa manyawele. Ili ikanile limende faida sina huyo mundu otambua Yesu Kristo mkalikari mwewe. Toba ina faida gani katika yule aliyesema ya kwamba amepatishwa na Yesu, ama amekufa na Yesu na amefufuka pamoja na yeye katika mauti ya Kristo? Sasa toba ni njia gani katika ndani ya maisha yake? Bwana nasifiwe. Watu wengi siku hizi hatuwezi kutambua maneno ya toba, kwa sababu watu wengi tuwajifariki tukisema ya kwamba saa hii tunaishi katika neema. Tunaishi katika neema iliyo ndani ya Kristo. Yes, si dhambi, lakini zaidi ya yote toba kama unaijua ina faida gani katika ndani ya maisha yako. Toba nikielewa ina nguvu katika ndani ya maisha yangu, kwa sababu wengine wanasema ya kwamba kutubu kuliisha. Lakini Biblia inazidi kutuambia kwamba Biblia katika Ufunuo ama katika Injili anasema ya kwamba sauti ya mtu aliye ikani, itengenezeni njia yake, nyosheni mapito ya Bwana. Kuna njia ambayo inafaa utengeneza. Yaani utatengeneza katika njia gani? Kutubu au utaenda katika nyena maji ama katika mtu uanze kusema ya kwamba unaoka. Bali kutubu unaelezea Mungu kiini na matendo unayoyafanya ambayo si sawa. Hiyo ndiyo njia ya maana ya kutubu. Yaani unaeleza maneno uliyofanya kinyume na mapenzi ya Bwana. Inaambia Mungu wa mbinguni nikisema ya kwamba Bwana, nimetenda dhambi pasipo kukusudia. Kwa sababu andiko linasema katika Leviticus inasema ya kwamba mtawala atakapotenda dhambi pasipo kukusudia wakati wa Musa, ilikuwa ya kwamba machoni pa Mungu anahesabia hatia ama dhambi ama kosa mbele za Mungu wa Israeli. Lakini kwa ajili Agano Jipya Yesu anasema nini? Jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu hata naye akamtoa mwanawe wa pekee,
ila atakayemwamini hatapotea, na asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Yaani maana utakayemwamini Yesu Kristo lazima ukubaliane na vitu vingapi? Vitatu. Ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na alipokuja katika ulimwengu alikuja kuniokoa, na zaidi ya yote aliponiokoa, kukufa kwake na kupigwa kwake mimi nimepona. Utakapokiri katika yale maneno katika kinywa chako, yale maneno yashike katika ngao ya maisha yako, ama katika imani yako, ama katika ndani ya kinywa chako, nataka nikwambie kwamba wewe uko katika njia iliyo sahihi. Bwana nasifiwe. Lakini ukiwa ndani ya Kristo Yesu, ukiwa kando na mauti ya Kristo, wewe ukinyume na mapenzi ya Bwana. Lakini kama nitatambua ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na zaidi ya mwana wa Mungu, yeye alikuja kafa kwa ajili ya dhambi zetu, akatununua katika dhambi, akatutoa katika sheria ili tukae juu ya sheria kwa sababu ya mauti ya Bwana. Sasa toba ina nguvu katika yule anayeamini. Lakini watu wengi tunajifariji tukisema ya kwamba siku hizi sisi hatuwezi kutubu. Maana ya kutubu, wewe unaanza kutembea machoni pa wanadamu na unakiri katika mambo fulani ambayo kinyume na mapenzi ya Bwana. Maana ya kutubu ni nini? Unamwambia Bwana dhambi uliyoifanya, unakiri makosa uliyoifanya, unakiri dhambi uliyoifanya kando ya pasta kukuona, kando ya mama bishop kukuona, kando na apostoli atakuona, lakini unakiri katika ile kosa mbele ya Mungu. Ndiyo maana ya kutubu. Lakini unapoingia katika machoni pa Mungu unasema, Bwana mimi ninakushukuru kwa sababu mimi, unakuwa kama Farisayo na mtoza ushuru. Hapana, sisi tunapoingia katika machoni pa Mungu tunatubu dhambi zetu, tunamwambia Bwana kosa nililolifanya, kando na bishop hakuniona, kando na mchungaji hakuniona, kando na nabii kabla hajaniambia jambo ya kwamba nabii ameniambia ama Mungu amemfunulia mtumishi wake, mimi ninakuwa wa kwanza wa kunena mbele za Bwana, niseme Bwana nisamehe katika damu ya uzinzi, nisamehe katika damu ya usharati, nisamehe katika damu ya uongo, kwa sababu midomo ya uongo Biblia inasema ni machukizo kwa Bwana. Kwa sababu uongo pia ni dhambi, lazima ukairi na utubu na Mungu atakusamehe. Kanisa liseme nini? Amen. Sasa tuone katika kitabu cha Luka Mtakatifu 13 tuone Bwana Yesu anasema nini juu ya kanisa letu, juu ya mtumishi wa Mungu aliyeokoka. Bwana anasema nini katika Luka Mtakatifu 13? Siku ya leo nitaongea toba ina faida gani katika yule anayemtambua Yesu, na toba ina nguvu katika yule anayeelewa. Bwana nasifiwe. Ukichua toba mpendwa, toba inaweza kusababisha hata kwa ilikuwa ya kwamba wamekupangia njama ili wakuue, lakini ukiwa na toba katika ndani ya moyo wako, Bwana atasababisha utafunguliwa njia pasipo na njia, na Mungu atakuepusha katika kando na majaribu katika ndani ya maisha yako. Bwana nasifiwe. Kwa sababu unachua toba. Lakini usipochua toba, unachua ya kwamba unasema tu Bwana ninakujua, Bwana nakutambua. Hiyo ni kazi ya dini, na zaidi ya yote dini haitakusaidia, na ubinafsi wako hautakusaidia, na umaarufu ambao uko nayo hutakusaidia. Lakini kitu ambacho kinakusaidia wewe Mkristo, hata siku za mwisho Kristo atakaporudi, ili umuone katika maili nane, kwa sababu andiko linasema mwana wa Adamu atakaporudi hata kanyaga katika tena katika dunia hii, bali atasimama maili nane, na walio na nguvu, walio na Roho Mtakatifu wataenda kumlaki. Bwana nasifiwe. Na wataenda kumlaki kwa njia gani? Waliotubu katika dhambi zao, waliokiri katika makosa, waliomwamini Yesu Kristo, wanaoishia Yesu Kristo, wanaokaa katika miguu ya Bwana na kutubu, wakimlilia Bwana usiku na mchana, ambaye hawawezi kujiona ya kwamba hao wanafaa. Hapana, hawezi kuona ya kwamba hao wanatumika na Mungu. Hapana, bali wanaoona ya kwamba hao ni wenye dhambi machoni pa Bwana, hao ndio watakaoenda kukaa pamoja na Kristo Yesu. Na mteule aseme nini? Amen. Sasa toba ina nguvu katika mwanadamu aliyemwamini Yesu Kristo. Toba ina faida katika yule anayemkimbilia Bwana. Lakini usipochua toba katika ndani ya moyo wako, nataka nikwambie Ukristo wako hauna faida machoni pa Mungu. Hata nikiwa nabii, mimi kama si kujua toba machoni pa Bwana, mimi si kitu katika machoni pa Bwana. Bwana nasifiwe. Sasa Mungu ana kibali na Mungu ana uwezo na mamlaka. Sasa kibali yako kama mtakatifu, lazima uchue siri ya kutubu.
kutubu. Utakapojua siri ya kutubu, wewe una heri katika machoni pa Bwana. Lakini ukikosa kutubu, nataka nikwambie, una hasara katika ndani ya safari yako, una hasara katika ndani ya huduma unayoifanya. Hata kama unafanya miujiza 100 kwa siku, nataka nikwambie Yesu hawezi kukutambua. Lakini nikichua maana ya toba kama machoni mwa Mungu, ama machoni mwa Mungu wa Israeli, Mungu ananiona, na zaidi ya yote Bwana anapokuona, Yesu anasonga katika kuona, anakusongea kwa ajili ya kutubu na kumlilia Bwana. Mungu anakukaribia kwa sababu ya nini? Wewe unachua toba. Lakini usipochua toba, nataka nikwambie Mungu hawezi kukutambua. Lakini kama Mungu atakutambua, atakutambua kwa njia gani? Atasema ya kwamba wewe ni nani. Mungu atakutambua katika njia hii. Wewe kila wakati uko katika miguu ya Bwana, unamlilia Bwana, unasema Bwana, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe, nionee huruma. Wewe usiwe kama yule mtoza ushuru anapoenda machoni pa Mungu akasema, Bwana, mimi ninakushukuru kwa sababu mimi huwa nakutolea fungu la 10 katika mwezi ama katika wiki moja. Hapana, bali Biblia inasema walipoenda wawili katika mlima kuomba, lakini Biblia inasema mtoza ushuru akasimama mbele ya Mungu akasema, Bwana, mimi ninakushukuru kwa sababu mimi huwa nakutolea fungu kwa wiki, si kama huyu mna Mafarisayo. Lakini Biblia inasema ya kwamba Farisayo naye wakati wako ulipofika, Biblia inasema hakuangalia mbinguni, bali alijipiga kifua akasema, Bwana, nionee huruma kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Sistahili kwako Bwana ukanitakase. Bwana na asifiwe. Biblia inaonyesha ya kwamba walipotoka katika milima, mtoza ushuru hakusamehewa dhambi, lakini Farisayo yeye Mungu alimhesabia makosa machoni pa Mungu kwa sababu hakujua neno la kutubu katika kinywa chake. Sasa kama unajua kutubu, wewe ni mtakatifu, wewe Mkristo unayesema ya kwamba wewe umeokoka, kama huwezi kutambua toba, nataka nikwambie, hata kama wewe ni nabii, hata kama wewe unajua kunena katika lugha, hata wewe kama ni nabii mkubwa, watu wanakuheshimu, watu wanakutumia, hata ukiimba watu wanapona, unaombea uendazimu wanapona, lakini kama huwezi kutambua neno toba machoni pako ama machoni pa Mungu wa Israeli, kazi bure katika matendo unayoyafanya na miujiza unayoifanya, Mungu hata kuona siku za mwisho. Lakini watakayoingia watakayomuona Bwana siku za mwisho, wale wanaotambua toba katika ndani ya vinywa vyao, wanaolilia Bwana, wanaosikia sauti ya Bwana wakitetemeka ya kwamba Bwana ameniona, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba na usharati usitajwe kati yenu. Na wewe unaona ya kwamba wewe ni mmoja wao unayesababisha usharati katika nyumba ya Bwana. Wewe unaposikia ile jambo, kama unatenda ile kosa, unaenda katika machoni pa Mungu ukisema, Bwana, nisamehe katika hii damu ya usharati, nisamehe katika hii damu ya uzinzi ndani ya moyo wangu ama katika ndani ya mwili wangu, Bwana nisamehe. Biblia inasema ya kwamba utakapokiri tena usirudie lile kosa. Lakini wengine wanatenda kosa, wanaenda wanatubu, halafu tena wanarejea ile dhambi. Hiyo ni machukizo kwa Bwana. Hiyo msamaha wako na toba yako haifai machoni pa Mungu. Lakini yule anayetubu na kunyenyekea na kuacha hiyo njia, Bwana ako tayari ya kumsamea katika ndani ya moyo wake. Na mtu yule aseme nini? Amen. Tunapoona ya kwamba waliotubu, waliokuwa wafalme, walitenda kazi ya Mungu, miujiza, kazi ikafanyika, viwete wakatembea, ishara ikafanyika, mpaka wale wakawaandika katika andiko takatifu. Siku ya leo tunawasoma kama mtumishi wa Mungu Daudi. Daudi alitenda dhambi, hata akamuua mwenzio, askari wake Uria, akamrejelea mke wake. Na alipomrejelea mke wake, Biblia inasema ya kwamba hata akafika mahali ule mke akapatikana na mwana, akazaa mwana, na ule mwana akaanza kugonjeka. Biblia inasema alipogonjeka, Daudi akakimbia miguuni pa Bwana akiomba ili mtoto asife. Lakini Bwana alikasirika juu ya ule mtoto na Mungu akamuua ule mtoto. Biblia inasema Daudi alipoyatambua Bwana amekufa, naye ametenda kazi ama ametenda dhambi, aliamuka na akalarua basi na akaenda akaoka na koja akala chakula mbele ya meza yake. Bwana na asifiwe. Tunaposoma Zaburi ya 51, Biblia inatuonyesha Daudi alitubu. Daudi alipotubu alimwambia Bwana, mimi ni mwenye dhambi, Bwana nisamehe.
Sistahili nisimame machoni pako. Mimi ni muovu. Nimeumbiwa katika hali ya uovu. Bwana ukanisamehe, niumbie moyo mpya. Niumbie moyo safi. Hiyo baada ya Daudi alipotenda kile kitendo machoni pa Mungu wa Israeli, Mungu akakasirika ndani yake. Inaonyesha kwamba Biblia inasema ya kwamba Daudi alisamehewa katika dhambi aliyokosa kwa sababu ya kutubu. Lakini wewe kama hutajua kutubu, hata kama utakuja kanisani, hata kama unajua kutoa fungu la 10, hata wewe kama wewe ni kiongozi wapi, nataka nikwambie mbele za Mungu hawezi kukutambua. Lakini kama unajua kutubu, machoni pa Mungu una heri. Na kama unajua kutubu na unapotubu usirudie lile kosa, wewe una heri machoni pa Mungu, na tena Mungu anakujivunia. Anakujivunia katika njia gani? Katika Zaburi anasema ya kwamba mtumishi wangu ni mboni yangu katika chini ya mbingu. Wewe ni mboni ya Bwana, kwa sababu anasema ya kwamba maneno ya Bwana ni maneno safi, ni maneno yaliyojaribiwa katika moto kama fedha. Yaani wewe Mungu amekujaribu ya kwamba anakuona ya kwamba anakujivunia kwa sababu unajua kutubu. Unapojua kutubu unanyenyekea katika miguu ya Bwana. Siku sio zote wewe ni kazi yako ni kutubu na kumwambia Bwana nisamehe. Usiwe kama Mfarisayo unaenda tu machoni pa Mungu unasema Bwana mimi nakushukuru kwa sababu wewe umenilinda. Mungu mimi nakushukuru kwa sababu. Hapana, unapoingia katika miguu ya Bwana unakuwa na unyenyekevu na unaanzia katika maombi yako, unaanza kutubu, unaanza kujiona ya kwamba wewe ni mwenye dhambi machoni pa Mungu. Nataka nikwambie katika maombi yako, unapoyapangilia maombi yako katika mbele za Bwana, utangulize na kutubu, utangulize na kumlilia Bwana, unatanguliza na kujiona ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Unatanguliza ukisema ya kwamba Bwana mimi sistahili kwako. Mungu mimi ni mkosaji machoni pako. Mungu kanisamehe. Biblia inaniambia kwamba katika maombi yako ukiyapanga yalivyo katika nafasi, Mungu atakuona katika maombi yako, kwa sababu unajiona ya kwamba wewe si kitu machoni pa Mungu. Maana Biblia inasema wale watakaoinuka mbele za Mungu, wale watakaojiinua mbele za Bwana, Bwana atawashusha. Na Bwana atakapowashusha atawainua walio wanyonge. Kwa sababu ya nini? Wanaojua kutubu na kumlilia Bwana. Sasa kama unajua kutubu una heri. Lakini kama maombi yako haina kutubu na kulia kwako hakuna kutubu na mambo yako haina kutubu, nataka nikwambie maombi yako ni kelele machoni pa Mungu. Na Mungu hawezi kukutambua. Ndipo unapoona ya kwamba siku hizi watumishi wengi ama Wakristo wengi, saa hii watu wengi hawana ile njia ya msamaha. Hata wengine wako kanisani lakini wako na roho ya chuki katika ndani ya mioyo yao. Wamebeba hasira katika ndani ya vinywa vyao. Wamebeba wenzao katika vifua vyao vina rumu. Kila mtakatifu ana rumu yake. Moyo mtakatifu una rumu. Hii aliweka mama fulani, huyu aliweka bishop, huyu aliweka reverend, huyu aliweka na sasa moyo Mkristo umejaa rumu. Tunapojaa ile rumu mioyo yetu, tunapokaa hata Mungu hawezi kutembea katika madhabahu bali penye tunatembea. Lakini tukianza mbele za Bwana tuanze kujitakaza, tutoe hizi vitu katika ndani ya mioyo yetu, tutoe hizi rumu, ikawe rumu moja mioyo yetu. Mungu atasikia maombi yetu na atashuka wakati yenye tutaomba. Hata kama mtu ako katika hali ya maututi, kama tutashikana katika imani kwa sababu ya kutubu, Mungu atarejesha uzima katika yule tutakayemwombea. Bwana na asifiwe. Lakini tukiwa mbali na kutubu na kumlilia Bwana, Mungu hata kuona na Mungu hata niona na Mungu hata nihesabiwa kitu machoni pa Mungu. Hata mwanadamu atakayekukimbilia waganga atakusukumia mikozi, hiyo mikozi inaingia kwa sababu hauna njia ya kutubu. Lakini kama unajua kutubu, ile mikozi atakaporusha, Biblia inasema Bwana atakuchengea ukuta wa moto. Sasa ile mishale yake Mungu ataisunguka na moto, mishale yake haitakufikia kwa sababu wewe unajua njia ya kutubu. Bwana na asifiwe. Sasa toba ni kitu ya maana katika machoni pa Mungu. Toba ni kitu ni faida katika yule anayemtambua Yesu Kristo. Toba ni faida katika maombi yako. Tanguliza maombi yako, tangulia na toba. Vilio vyako utangulie na toba. Unajiona ya kwamba wewe haufai machoni pa Mungu, Mungu atakusamehe. Kanisa liseme nini? Lakini nywele mmoja sababu mbona sema Mungu wamboleneje womeleza Mungu ni wakolile bubu nilikologa, lakini wechi nazo wanyi ndali mbona sio tawe hata wafu alembo ya mpango wa kando maana wewe chakula daba. Hiyo ni chukizo machoni pa Mungu. Na Wakristo wa sasa hawana hilo aibu.
Mtu anatoka katika njia mbaya na anaingia katika machoni pa Mungu. Hata hana kunyenyekea, hana hofu ya Mungu. Yaani amechukua, ni kama amechukua Mungu kuwa ndugu yake, kuwa rafiki. Yaani unafananisha Mungu na vitu zingine vya dunia. Unafananisha Mungu na sanamu. Unafananisha Mungu na pasta na bishop. Mungu ni zaidi ya vyote katika dunia. Sisi hata kama tunafanya kazi ya Bwana, hatuna uwezo ya kumfikia Mungu wa mbinguni, bali utukufu na baki wa Bwana pekee yake. Bwana asifiwe. Lakini wewe wajifadhili, unataka unajiweka katika level fulani, unajiweka katika kiwango, unasema ya kwamba hata nami nastahili kuabudiwa. Unataka kuwa kama nani? Nebukadneza. Roho ya kujiinua, roho ya kujitakia. Sasa unapoona hauna hofu ya kumtegemea, nataka nikwambie wewe hautamshinda Nebukadneza. Nebukadneza alijiona ya kwamba yeye ni mwanaume, lakini Bwana akasema mimi ndiye mwanaume. Akaja akampiga akaishi miaka 7, akaishi katika miaka 7 katika msituni akikula nyasi kama ng'ombe. Lakini Biblia inaniambia Nebukadneza akafika mahali akatambua ya kwamba alikosa katika dhambi zake, akainua macho yake katika msitu akasema, Bwana wa mbinguni nionee huruma. Bwana nasifiwe. Mungu akamwonea huruma Nebukadneza, akamsamea dhambi zake kwa sababu alitubu. Bwana nasifiwe. Kutubu una nguvu katika maisha. Hata kama walikuroga, hata kama walifanya ushirikina juu ya maisha, lakini ukijua siri ya kutubu, Mungu atakuinua katika vifungo. Mungu atakuinua katika madhabahu ya kwenu na ya kwetu na mira na itikadi na mipaka ambayo wanadamu walituwekea, ya kwamba watasema Moses hatapita mahali hapa, na Jacqueline hatapita mahali hapa. Hata biashara yetu, wewe unapoanza biashara hauna wakati ya kwenda machoni pa Mungu useme, Mungu nisamee, mimi nimeanza hii biashara, lakini kuna katika ukoo wetu na katika madhabahu yetu kuna watu ambao hawakuwa wanafanya biashara. Bwana nisamee, ile nguvu na mira na itikadi isije kaniandama katika ndani ya biashara. Mungu nisamee. Bwana nasifiwe. Wewe unapoanza tu unaanza, kesho umeanguka, kwa sababu hauna siri ya kutubu. Lakini nikiwa na siri ya kutubu, hata kama madhabahu ya kwetu yananena, na yanaponena kwa sababu ya kuna madhabahu ya kila jamii na madhabahu yake, na kuna madhabahu mengine yaliinuliwa, na yalipoinuliwa yale madhabahu akasema, sisi kwetu hatutakimbiza gari, hatutakuwa na baisikeli, hatutakuwa na pikipiki, tunakuwa tu watu wa kutembea kwa miguu. Na ile dini inafanya kazi na ile madhabahu yanafanya kazi. Hata kama wewe utaanza biashara, hata kama unajaribu kusimamisha biashara, yale madhabahu ya kwenu yanakuja yananena yakasema, sisi hatukufanya hiki, sasa wewe ni nani ufanye? Sasa yale madhabahu unafika mahali unaanza kupishana na yale madhabahu. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba mwili ushindana na roho. Bwana nasifiwe. Sasa nguvu za giza katika Maombolezo 5 anasema baba zetu walitenda dhambi, hata leo hawapo, na sisi watoto tumeyachukua maovu ya kina baba. Sasa unapoanza biashara, kazi inayoyoma, badala ya kuinuliwa wewe unashushwa. Badala ya kuendelea mbele, unafika mahali unaona ya kwamba ile soko yenye umewekwa yenye umeweka, badala ya iendelee unaanza kuitumia, unaanza kuikula, na magonjwa yanainuka, unaanza kutumia. Hiyo ni madhabahu. Lakini ambaye itakusaidia kutona hiyo madhabahu yaondoke, unaenda machoni pa Mungu na kunyenyekea, unasema, Bwana nisamee katika yale madhabahu. Madhabahu yenye watu hawakufanikiwa, madhabahu yenye watu hawakufanya chochote, madhabahu yenye watu walikuwa wakitembea hata uchi, madhabahu yenye watu hawakuwa Wakristo, madhabahu yenye watu hawakuwa viongozi. Bwana Yesu kanisamee, nitakaze. Bwana nasifiwe. Unapolilia hivyo, Mungu anakuja na kurehemu katika ndani ya rehema za Bwana. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ingai itakuja itakuosha, na itakapokuosha, watu wenye walikuwa wamekupatia mipaka katika Zaburi 54 mstari wa 16 anasema, mipaka waliokuwekea Bwana atakuja atainua. Madhabahu iliyokuwekea Bwana atakuja atainua. Utaanza utasema kwamba tuone wanakupatia miezi, wataona imefika mwaka. Badala ya mwaka mmoja imefika miaka 2. Badala ya miaka 2 imefika miaka 5. Bwana nasifiwe, kwa sababu ya kutubu. Bwana nasifiwe. Sasa toba ina nguvu. Lakini watu ambao ikalia mai obasura sema rudi kanya kumuza eyuzi mzee so mele likanya mai ulile shit eka nisembe amen. Ndoa nyingi zinasumbuliwa ama zinasumbuliwa kwa sababu ya madhabahu. Na hii madhabahu ya ukoo, watu wengi hawajui kutubu.
Watu wengi hatujui kutubu ya kumlilia Bwana. Bwana Yesu nisamehe, madhabahu ya ukoo. Kwa sababu katika mila zetu, wengine tulikuwa hata mtu hakukuwa na chochote katika mikoa, hata mwingine hakukuwa na nyumba, na yale madhabahu yanamfuata. Hata mwingine hakusomesha mtoto, yale madhabahu yanamfuata. Lakini wewe unakuja, wewe ni Mkristo, wewe ni mama kanisa, wewe ni apostle, wewe ni bishop, wewe sijui nani ni reverend, wamekuwekea majina mengi kubwa sana, lakini yale madhabahu ya ukoo yanakuja yanasababisha, kwa sababu hauna siri ya kutubu, yanakuja yanasababisha hata unapata mtoto wa bishop, yeye ndiye kahaba, yeye ndiye jangili, yeye ndiye mungiki, yanapata watu wanaua, kwa sababu watu hawajui toba. Lakini tukijua toba, yani kutubu, itakuja itasafisha watoto wetu. Yale madhabahu ambayo inaweza kuandama watoto, Mungu atakuja atatuondolea katika yale madhabahu, kwa sababu nimejua kutubu na kunyenyekea machoni pa Bwana, na nasema Bwana Yesu nisamehe, Bwana nisamehe. Ninapoenda jioni katika machoni pa Mungu, naanza kumlilia Bwana jinsi Yesu aliposema ya kwamba enyi binti ya Yerusalemu, jililieni nyinyi na watoto wenu na uzao wenu. Tazama mpishi wameuteza hivi, je, mkavu utakuwa namna gani? Ilikuwa inaonyesha kutubu machoni pa Mungu. Elezea Bwana katika Yeremia anasema ya kwamba, Isaya anasema eleza mambo yako ili upewe haki yako. Je, tusemezane, eleza yenye uko naye, Mungu afanye nini? Akusamehe. Lakini wewe sio kuikana hata arudizele kana kuma akakuwa sabi. Watu wanalende kumwe akane de kimyesi. Lero watu wamazende de kati ni bamu bali munyole kati. None huwa ufunuo ili kanilo cho limanyileta. Kama kombe bahinuwe bakakuba kusukumile wewe kama kombe, lakini sio lebo nende toba ya kuikana kama kombe kaloka komeshenda sio ulikona liota nono nyola soba ndio bali yako la, kwa sababu hakuna toba katika ndani ya mioyo yetu. Lakini nikiwa na toba, haijalishi nilitoka katika jamii gani, haijalishi nilizaliwa katika ukoo ambaye hawezi kumtambua Bwana, kwa sababu Biblia inaniambia kwamba wokovu haikuwa yetu, bali wokovu ilikuwa ya Wayahudi. Na Wayahudi walipokataa, Kristo Yesu akasema ya kwamba basi alipokuja katika duniani akasema ya kwamba jinsi hiyo Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ila atakayemwamini, ila mmoja huyo atakayemwamini. Sasa haijalishi wewe ni Mwamori, wewe ni Mshitoti, wewe ni Mperezi, wewe ni Muhiti, wewe ni Muhivi, wewe ni Mkalitai, kama wewe utamtambua Yesu Kristo na ujue kutubu, Bwana atakusafisha, na atakapokusafisha katika ndani ya moyo, Mungu utakuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu unajua kutubu. Bwana nasifiwe. Sasa ukiwa kiumbe kipya machoni pa Bwana, unatakasika na damu ya Yesu. Ninatakasika na damu ya Yesu. Ninaanza kutembea katika utukufu wa Bwana. Ninapotembea mahali popote nikisema Yesu asifiwe, katika jina neno kuna moto wa Bwana. Bwana nasifiwe. Na katika Zakaria 2 anasema Bwana atakuchengea moto. Huu moto Bwana atakuzungusha katika ndani ya moyo wako. Na kwa hiyo maadui wako, Mungu anasema katika Yoshua 10:11 anasema Bwana atatupa mawe ya barafu katikati yao na itawafyeka wote, hawatakuona tena, kwa sababu unajua siri ya kutubu. Na mteule aseme nini? Amen. Ikanyesu mkanata basura zeje muludi hali ya Musa. Basura zoni kwa mbali mpesi tawe so wenya kuikanira tawe. Toba ni kitu ya maana. Toba inakufungua. Toba inafungua uzao. Toba inafungua hata kama ministry imekuwa na vikwazo na machukizo na vitina, lakini watu wakizama katika toba, Mungu anasababisha neema yake. Yani maana ya neema, anasababisha msamaha katikati ya kanisa ama ministry, na inafunguliwa. Kanisa linasema nini? Amen. Kwa sababu ya kutubu. Hata ndoa yako inaweza zama, lakini ukijua siri ya kutubu, Mungu atakuja atakusamehe. Nikichua watoto wangu wanateseka, watoto wangu hata shuleni hawapara na masomo imeanza kuwasumbua, imeanza kuwalemea. Ukiwa na toba kama wewe mzazi, Mungu atarejesha watoto wako, Mungu atarejesha mali yako, Mungu atarejesha uzao wako, kwa sababu unajua kutubu. Na unapojua kutubu, hiyo ndiyo njia moja ya kusongea Bwana. Unajua kama unajua siri ya kutubu, hiyo ndiyo njia ya kumkaribia Bwana. Sema tu wengine wanasema ati maombi ndiyo inakuvuta uingie katika machoni. Ombi lako lazima pia maombi unayapanga katika diary, unayaweka. Kitu ya kwanza ndiposa Mungu akusikie. Unakuwa mtu unajiona ya kwamba si kitu machoni pa Bwana. Ukitanguliza yale maneno katika kinywa chako, Mungu atakusikia. Lakini ukisema wewe unaweza, unasema sijui mimi ni nabii, sijui mimi ni reverend, sijui mimi ni apostle, sijui mimi ni nani. Hapana, huyo Bwana hatakujua. Wengine wanasema siku hizi wanasema tuko katika neema.
Sasa neema wameiacha yaya baya episode kama hizi kule episode hizi naona bado unaweza kuingana hata hapana. Neema ati wengine wanasema siku hizi na maneno ya tuko katika digital. Tunaishi katika digital. Sasa hatuwezi kutubu. Maneno ya kutubu ilienda na ile wakati wa analog. Sasa unapoona Mkristo sasa hawezi kutubu, anasema siku hizi tuko kwa neema. Hapana, neema ipo katika yule anayejua kutubu. Na unajua kutubu, unamwambia Bwana shida zako na unamwambia Bwana kosa. Biblia inasema katika Leviticus 4 mstari wa 22 anasema mtawala atakapotenda dhambi pasipo kukusudia, ya kwamba alikuwa anatenda dhambi wakati wa Musa na manabii. Ilikuwa ya kwamba machoni pa Mungu alikuwa anahesabiwa hatia mbele za Mungu wa Israeli. Yaani umetenda dhambi, wengine wanasema ya kwamba oleli koso manene yakakusudieta oleli bubu onikuno lakini sebele mbangileta bubu nuwo bwebwe niwe papa wera kubaliranga bubu oni nomogole amen. Ala wakati ya Musa Ewana kwa zina mwaka anachipi wakoloni walisukuizi tuko katika neema. Hapana, neema yuko katika yule anayejua kutubu na kunyenyekea na kumlilia Bwana. Anasema Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Mungu, mimi nioshe. Mimi sistahili kwako, nisamee. Bwana Yesu nisamee. Na Mungu anakuja na kutakasa na damu yake. Bwana nasifiwe. Damu iliyomwagika msalabani inaanza kukutakasa. Inaanza kukutakasa. Maongezo yako yanaanza kubadilika. Katika Zaburi 1 Mungu anaanza kukuonyesha kwamba heri mtu asiyeenda katika baraza yenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiye inayofanya nini? Kumpendeza. Sasa Mungu anaanza kukusomesha, Mungu anaanza kukufundisha, kwa sababu Roho wa Bwana ameingia, na ameingia katika njia ya kutubu na kumlilia Bwana, na wewe Yesu Kristo ako ndani yako, na mtu aseme nini? Amen. Sasa unapoona hivyo, siri ya kama unajua kwamba sasa katika maneno yako Mungu ameweka ulimi moto. Mungu anakuja katika maneno yako ukisema tu kwa jina la Yesu Kristo, hata ukiwa ukitembea katika njozi ama ndoto, lakini Bwana anakuja kutakase katika ulimwengu wa roho. Na atakapoanza kukutakasa katika ulimwengu wa roho, anaanza kufieka yale madhabahu ya kwenu na madhabahu ya kwetu na mila ya kwetu, na anaanza kukutakasa, anaanza kuweka katika kinywa chako, anaweka moto. Sasa moto wako unaposema ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo, yaani unaposema tu hivyo, ajalishi ilikuwa na umezingirwa na maadui, lakini usisema tu kwa jina la Yesu Kristo, na Bwana anakupatia nguvu, na wale watesi wanaanguka. Ndipo unaanza kuamka unasema kwamba niliona watu wengi wamenifanyia, lakini nilipotamka jina la Yesu Kristo watu wote walianguka, kwa sababu Mungu amekusongea, na anapokusongea anaweka kinywa chako moto. Katika Zakaria 2:5 anasema kwa sababu Mungu atasababisha atakuchengea moto, ukuta wa moto. Sasa kinywa chako itakuwa moto. Sasa maadui hawezi kukufikia. Waibrania 12:29 anasema maana Mungu wetu ni moto ulao. Sasa moto umekula watesi, moto umekula madhabahu ya kwenu ambayo ilikuwa imekufunga, na Mungu anakuachilia katika utukufu wa Bwana. Kanisa liseme nini? Amen. Kwa sababu ya kutubu. Kwa sababu ya kutubu Mungu anakukaribia. Kwa sababu ya kumlilia Bwana Mungu anakukaribia. Lakini kama hutajua kumlilia Bwana iko hivi. Si hatunaomba unapoingia katika majendo pa Mungu, unaanza tu kusema Bwana nibariki, Bwana nifungue, Bwana bariki jamii yangu. Hapana, lazima uwe na utaratibu wa maombi. Kama maombi yako hayatakuwa na toba, nikasipuri 100%. Mpaka Yesu Kristo atakapokuja, hata atashuhudia kwamba nilikuwa nasema ukweli. Wenye wajifariji wakisema siku hizi hatutubu, hapana, toba ni lazima. Manabii walikuja wakahubiri msamaha. Nawe siku hizi hata huna msamaha katika kanisa. Tunakaa kanisani lakini wengine hawana msamaha katika ndani ya ndugu zao. Lakini wamekaa na mioyo ya viburi, wamekaa na roho ya usubafu, wanaenenda katika mazoea. Ndipo watu wengi waenendi na Roho Mtakatifu, wanaenda na mazoea, wanasema sisi siku hizi tunatumia experience. Niko na experience ya mwaka wa 70, mwaka wa 40. Sasa niko na experience ya maneno ya Bwana. Hapana, maneno la Mungu haina experience. Neno la Mungu linatumika na Roho Mtakatifu. Si tunatumika na mazoea na experience yenye ulitumika. Hapana, Mungu anakuja ndani yako, na anapokuja ndani yako, badala ya mazoea, badala ya elimu ya dunia, Roho Mtakatifu ndiye elimu na ndiye mwalimu katika ndani ya maisha yako. Amen. Wanasifiwe. Wenye wanatumika na Roho wanafanana hivi.
Wanapoingia katika mkutano, badala ya mazoea, Mungu anawapatia neno la Bwana. Wanaposimama nafasi moja, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Mungu atawaachia Roho Mtakatifu, atawafundisha. Sasa huyu Roho ndiye anakuja kutufundisha. Si ati tunasimama tunaanza kutumia mazoea. Tunapotumia mazoea, tunaanza kutembea katika utukufu wa mazoea. Hapana, tunatembea katika kivuli cha Roho Mtakatifu. Kama mtumishi wa Mungu Musa alipomwambia Musa akamwambia Bwana, akasema, nitajuaje kama Bwana utaenenda pamoja na mimi? Mungu akamwambia, ndiposa ujue ya kwamba nitaenda pamoja nawe Musa. Tazama uso wangu huko katikati yako, na tazama ishara yangu ni ya kwamba ni nyota itakutangulia katika mbele yako. Sasa hivi utakapoona ile nyota pamoja na wana wa Israeli, jua ya kwamba mimi niko mbele yako. Bwana nasifiwe. Sasa Mungu akampatia ishara ya kuonyesha kwamba Musa na Mungu, na Musa anatembea na Mungu, kwa sababu Musa alijua kutubu na kumlilia Bwana. Wana wa Israeli walipotenda dhambi, Musa alichukua kwa niaba ya dhambi zake, akaanza kumlilia Bwana, akasema, Bwana, ninajua ya kwamba hao ni watu wako, lakini Bwana nisamehe, hata nao wasamehe, kwa sababu hawana la kutenda. Ndipo Mungu akasema, Musa, nitakuja nitatenda dhambi, nitadili na yule aliyenikosea. Si tadili na mwenye hakunikosea, nitadili na yule ambaye alinikosea. Ndipo Bwana akasema, nitamrehemu yeye nitakayetaka kumrehemu, kwa sababu ilikuwa toba. Lakini kama wewe hautajua toba, nataka nikwambie, utakatifu wako na uokovu wako, hata kama wewe ni nani, wewe ni nabii. Hata wengine kanisa wanasema ati kanisa limechukua hiyo kuwa nabii. Nataka nikwambie kwamba hakuna mlaini pigo taifa. Lakini kama Mungu alikuchagua akaweka neno lake katika kinywa chako, Mungu atakusamehe. Bwana na asifiwe. Amen. Usomaji, tusomee mahali pale tuone. Luka mtakatifu 13, tuone Bwana anasema nini. Wewe ambao unasema ya kwamba siwezi kutubu, wewe ambao unasema ya kwamba kutubu kuliisha, wewe wanasema siku hizi tuko digital, hatuko analog, tunatumika na Roho Mtakatifu. Sasa tunaenenda na mazoea na masomo yetu, wengine tunaenda katika vyule, tunasema ya kwamba wakati wa kutubu kuliisha. Hapana. Bwana anasema nini katika andiko takatifu? Luka 13 kuanzia penyewe. Changamuka tuone. Na wakati huo walikuwapo watu waliompasha habari. Wakati huo walikuwapo na watu ambao walikuwa wamempasha habari ya Wagalilaya. Yaani maana ya Wagalilaya walikuwa ambao wanamjua Bwana. Wale wa Pilato. Aliyochanganya damu yao na dhabihu zao. Haraka. 2. Akawajibu akawaambia, yes, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi nitarudia tena. Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote? Akawajibu akawaambia kwamba, je, mwadhani ya kwamba wale Wagalilaya walikuwa wenye dhambi kuliko wale ambao waliokufa wapi? Na hata wakapatwa na mambo hayo. Yes. 3. Nawaambia, si hivyo, lakini msipotubu, ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Wamesema mmoja ama wote. Yaani maana ya wote, sisi ambao tunasema ya kwamba tumeokoka, tunamjua Yesu, tunatumika na Bwana. Kila dini yoyote ambayo haiwezi kuongoza watu wajue msamaha na kutubu na kunyenyekea